Mtazamaji wa Aminifu TV, leo Dominika ya Yesu Kristo Mfalme katika parokia ya Bikira Maria Mama Huruma mji mpya Arlini, kulikuwa na mahubiri mazuri kabisa ya baba paroko msaidizi Padre Edward MSFS, ambapo pia palikuwa na mashuhuda familia moja, mume na mke ambao wameshuhudia kwamba kwa kweli katika safari ya hija tunapoelekea mbinguni huwa kuna pande mbili, ambapo mahubiri ya baba paroko msaidizi yamefafanua kwa kinagaubaga kabisa. Lakini hii kapo moja, hawa wanandoa ambao leo wametiza miaka 26 ya kuwa pamoja, walifunga ndoa mwaka 2008, lakini walianza na msukosuko kuweza kudhihirisha kwamba pande mbili zipo. Safari ya hija sio mchezo. Kunakuwa na upande ambao unakuvuta kukurudisha nyuma ili ikiwezekana ufuate mambo ya dunia hii, umwache Mungu, lakini kunakuwa na upande ambao unakuelekeza kwamba wewe tuko katika safari ya hija, tunaelekea mbinguni. Mungu ametuumba tumjue, tumpende, tunitumikie, siku moja tufike mbinguni. Lakini hizi pande mbili usipokuwa mwangalifu unaweza kadondoka. Ndio maana Mtume Paulo anasema waraka wake kwa Galatia sura ya 5 aya 19 hadi 22, anasema kuna mambo ya ulimwengu huu, aya 19 mpaka 21, lakini kuna mambo yale ya kiroho. Hivyo basi usiache, usikae mbali, fuatana na Aminifu TV ambao tumekuja mguu kwa mguu hadi parokia hii ya Bikira Maria Mama Huruma mji mpya, kuhakikisha kwamba tunakuletea uweze kusikia uhondo wa mahubiri, lakini pia na ushuhuda kutoka kwa watu ambao wameishi na kuzionja hizo pande mbili na ule mvutano. Hivyo basi na wewe uweze kupata cha kujifunza, kuweza kuendelea kusonga mbele katika maisha na safari hata hii ya hija kuelekea mbinguni. Naitwa Pasco Maziku, Aminifu TV, Dar es Salaam. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe huu katika hukumu hiyo? Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu. Bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Wapendwa taifa la Mungu,
hiyo nao wakaanza kupaza sauti. Kwa hivyo Samueli akaongea na Mungu, kwa hivyo wakapata yule mfalme wa kwanza ambaye anaitwa Sauli. Na mfalme huyu hakuishi vizuri sana kwa sababu alikuwa na fitina na alikuwa mtu asiyetosheka katika yale aliyopewa na Mungu. Kwa hiyo alikuwa ana kijicho kwa lugha ya kawaida. Kwa hiyo Daudi mnyenyekevu, tunajua historia ya Daudi, alikuwa ni mtoto wa mwisho na alikuwa mnyenyekevu na alikuwa kwa kawaida tu na alikuwa ana chunga kondoo, sivyo? Alikuwa anachunga kondoo. Maisha yake yalikuwa kawaida mno. Na Mungu akahesabu na akaona unyofu wa moyo na akamfanya awe mkubwa zaidi. Kwa hiyo kumbe, kabla tunaenda mbali, lazima tujifunze unyenyekevu, lazima tujijue wenyewe kabla tujaanza kushutumu wengine. Lazima tuwe wanyenyekevu, na Mungu anapenda wanyenyekevu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unyenyekevu unakuza au Mungu anakuza sisi hapa tuwe wakubwa zaidi. Kwa hiyo sherehe ya leo itukumbushe kwamba unyenyekevu nao ni muhimu katika maisha ya wanadamu mbele za Bwana. Kwa hiyo Daudi alipambana na huyu mfalme Sauli kwa kipindi fulani. Maana katika kitabu cha Samueli tunazungumzia harakati za Daudi kutoka katika mikono ya Sauli. Na hawa wazee wanapia leo wameona jitihada za huyu Daudi, kwa hiyo nao wanaambatana naye ili awe mfalme wao. Lakini cha kwanza alikuwa mnyenyekevu na alipambana na uadui. Na wewe na mimi katika changamoto zako, katika mapambano yako, si kazi rahisi hapa duniani. Sio kazi rahisi kutoka katika changamoto za kibinadamu. Kwa hiyo wewe unajua kwamba katika maisha yako umezungukwa na makundi mawili. Tumsifu Yesu Kristo. Kundi la kwanza ni wale watu ambao wanakuombea heri ufanikiwe katika maisha yako, katika changamoto zako, wanaambatana na wewe ili ukue kiroho na kimwili. Lakini kundi la pili ni lile ambalo lina fitina, lina harakati zile za kukuangusha. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata Daudi hivyo alipambana hivyo, lakini Mungu ni mwema, alisimama naye na Mungu akamfanya awe mfalme. Alitawala kule Hebroni miaka 7 na miezi 6 na kule Yerusalemu miaka 33. Hiyo ndio historia. Kwa hivyo kwa nini tumechukua katika sherehe hii kutoka katika kitabu cha pili cha Samueli ambacho kinazungumzia Daudi? Ni kwa sababu Kristo mwenyewe alitoka katika ukoo ya Daudi, alitoka katika ukoo wa Daudi. Najua kusema katika kitabu kile cha Ruthu nakutana na habari za Ruthu na Boazi. Maana Boazi akamzaa Yese na Yese akamzaa Daudi, na ndio ukoo wa Kristo unaelekea hivyo. Katika makumbusho hayo, ndugu zangu, somo la pili, Mtume Paulo kwa Wakolosai anazungumzia kuhusu ujio wa Yesu Kristo, kwa kuwa yeye ndiye chanzo cha vyote. Yeye alikuja kupatanisha ulimwengu uliogawanyika, ulikuwa na makundi mengi. Kwa hivyo yeye ndiye wa kwanza katika viumbe vyote, na sisi pia, ili basi tuendelee kutoka katika giza kwenda katika mwanga, ni lazima tukubali zile amri za Mungu na kutii ili tuweze kuona mwanga. Maana Kristo alikuja hasa kututoa sisi katika giza, kutoka katika giza. Na giza tunalifahamu, sio giza tu la kawaida, ina mambo mengi ambayo wewe na mimi tunafahamu katika maisha ya kawaida. Sasa ndugu zangu, tuendelee kuzungumza kuhusu Kristo mwenyewe. Maana leo sherehe ya Kristo mfalme. Kuzaliwa
Yesu Kristo. Kristo na alipozaliwa pale Bethlehem, tuliona makundi mawili yakiwa yanaonekana. Kundi la kwanza ambalo tukaliona walikuwa wachungaji. Wale wachungaji wakatokewa na malaika, sivyo? Walipotokewa na malaika, malaika akamwambia, katika mji mkuu umezaliwa mwokozi. Hilo kundi la kwanza, tumsifu Yesu Kristo. Amezaliwa mwokozi. Kwa hiyo ni kundi la wachungaji. Ni kundi ambao walikuwa ni watu wa kawaida, wanyenyekevu, walikuwa wanajijulisha, walikuwa wana muda wa kupata mambo ya wengine, walikuwa wengine walikuwa wanachunga huko mapolini, wakilinda makundi yao usiku. Kwa hiyo Mungu akaelekeza malaika wapashe habari, lazima tuelewane hapo. Basi ilipotoka hapo, kundi la pili ni kundi la Herode na wengine Mafarisayo na wale waandishi. Hilo ni kundi la pili, kundi ambalo lilikuwa likimwangalia Kristo kwa namna nyingine. Sifa Yesu Kristo. Kristo. Kwa hiyo ni kundi la Herode lilikuwa linatafuta namna huyu ni nani, amekuwaje? Kwa maana wale mamajusi walipokuja walipitia kwa Herode, na Herode akawa anapiga teni, mkapeleleze huyu mtoto ili na mimi niende nikamsujudie. Sifa Yesu Kristo. Kwa hivyo wale mamajusi wakaenda. Kwa hiyo Herode alikuwa akitamani kwa namna nyingine kama ya Sauli, alikuwa anataka kumwangamiza Daudi. Kwa hiyo alikuwa na fitina ili ufalme wake usichukuliwe. Kwa hivyo wale mamajusi wakafika kule Bethlehem na wakaonywa na Mungu wapite njia nyingine. Tumsifu Yesu Kristo. Hilo ni kundi la kwanza katika maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo hapa duniani. Changamoto zilianza pale alipozaliwa. Na kundi la pili, alikuwa anahubiri, anatembea katika vijiji na miji. Na tunajua kabisa Kristo alikuwa anatangamana na alikuwa anaongea na watoza ushuru na wenye dhambi, sivyo? Lakini Mafarisayo na wale waandishi wakaanza kumrudia Kristo, wakasema huyu anakula na wenye dhambi, anatembea na wenye dhambi. Kwa hiyo makundi mawili katika utume wake. Tumsifu Yesu Kristo. Ndipo ukisoma Injili ya Luka sura ya 15 inaanza, Kristo alikuwa anahubiri, na kweli wale waandishi na wenye dhambi wakawa wanamsogelea ili wasikie zaidi ambayo anayofundisha, na wale Mafarisayo na waandishi wanafiki nao wakasogea. Kwa hiyo wakaanza kuongea na ambayo sio mazuri, na Kristo akaanza kuambia kwa mfano mmoja. Alianza kufundisha akisema, mtu mmoja alikuwa anachunga, alafu kondoo mmoja amepotea, akawa anaonesha hiyo sivyo, akawacha ile 90, akawacha ile 20, akamwambia tena kulikuwa na mama amepoteza shilingi yake moja, sivyo? Akaanza kutafuta nyumba yake ili aweze kuiona shilingi yake. Akaenda sasa mfano wa tatu wa mwana mpotevu, akaanza kuelezea mwana mpotevu. Kwa hiyo kwa sababu Yesu Kristo alishakuwa kama ana makundi mawili, kundi la kwanza lipo naye na kundi la pili linatafuta sababu ya kumwangusha, ambao ni Mafarisayo na waandishi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo akatoa mfano, akasema kulikuwa na baba ambaye ana wana wawili, na tunafahamu sivyo kipindi cha Kwaresma tunasema hizo nyimbo, yule mwana mpotevu sivyo, anasema bora niko baba na anamkazi wewe, mimi niko na hangaika huko na kula hichi chakula ambacho tunafanya, bora niko baba sivyo. Tunafahamu vizuri kuna makundi tena mawili hapo kwenye baba na watoto wake.
mtoto wake yule aliyechukua mali na kwenda kutapanya na anarudi, kundi lingine, na huyu mtoto aliyebaki hapa ni kundi lingine. Kwa hiyo kuna makundi mawili. Huyu mtoto aliyetapanya na kurudi tena kwa baba ni wale madhambi, watoza ushuru ambao walikuwa wanajinyekeza mbele za Bwana na kusikiliza na kujirudi. Hili ni kundi la kwanza ambalo mtoto huyu aliyepoteza mali kurudi kwa baba ni kundi lingine ambalo la wale wanyoofu kwa moyo. Na kundi hili la pili ni huyu mtoto ambaye alibaki na baba, ambaye yeye akaanza kumwambia baba, baba, mimi nimepokea mtoto ambaye alikuwa mali zako, mimi nilikuwa na wewe, nilipata kondoo moja au mbuzi moja nikachinja na marafiki zangu nikaa, lakini mwanao amepoteza mali zote za kwako, umefanya tena sherehe. Kwa nini? Hili ni kundi lingine ambalo linawakilisha Mafarisayo ambao tunasoma shuleni. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu alitoa mfano huu akimaanisha kwamba alikuwa ana makundi mawili yanayowinda, lakini kundi la kwanza ambalo lilikuwa linamwombea heri na lilikuwa linatamani mkojo wa kuzaa kupitia yeye. Na ndio maana ukisoma katika Injili ya Luka, Farisayo wakaenda kusali hekaluni. Yule Farisayo alifika mbele akaanza kusali, Mungu, mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wazinzi, walafi, wala kama huyu mtoza ushuru. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kundi ambalo linajisifu, kundi ambalo linajiona liko sawa, lakini yule mtoza ushuru mwenye dhambi alisimama bali akawa anajipiga kifua akisema, Mungu niwe radhi kwenye ile dhambi. Kwa hiyo kumaliza makundi hayo ndio unakutana na injili ya leo. Injili ya leo ambayo Kristo kwa leo tunasherehekea hivyo, kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ukisoma vizuri hapa inaelezea kabisa kwamba walikuwa wanafanyia mzaha na wengine wakawa wanafanyia dhihaka. Wanamwambia hali ya kutoka msalabani, sasa wewe ulikuwa wengine, jiokoe mwenyewe, shuka msalabani. Kwa hiyo hili ni kundi ambalo liliendelea kumdhihaki Kristo. Na kundi la pili tunalojifunza hapa ni katika kutoka msalabani kulikuwa na watu wawili, wanyang'anyi wawili, sivyo? Wa kwanza pande huu na pande huu. Hivyo hivyo yule wa kwanza akaanza kumkejeli Kristo akisema, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe na sisi. Hilo ni kundi la kwanza ambalo linaendelea kumshukuru Kristo. Lakini kundi lile la pili, yule wa pili aliyetoka wa pili anamkaribia wenzake, wewe uogope kwamba huyu hakufanya kosa lolote, sisi tumestahili kupata yale ambayo tunastahili. Kwa hiyo anaomba, anasema, Bwana, unikumbuke katika ufalme wako huko mbinguni. Na Yesu anasema hakika yake itakuwa pamoja nami mbinguni au peponi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona picha kamili ili Kristo alikuwa anaishi hivyo hivyo na makundi mawili ambayo yalikuwa yanaambatana naye. Moja lilikuwa la heri na lingine lilikuwa limelaaniwa, linataka kumwangusha Kristo kila mahali. Kwa sababu wanataka kumwangusha Kristo kila mahali, kila anachoongea wapate kumshtaki. Na wewe na mimi tunaposherehekea siku hii kubwa ya Kristo Mfalme, jua katika maisha yako kuna makundi mawili. Kundi la kwanza linalotakia heri na kundi la pili linalofanyia dhihaka ili kushusha katika maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tumuombe Mungu tuweze kutambua kwamba duniani tunaishi hivyo, na tuendelee kusimama katika misimamo ambayo tunafundishwa na kanisa, tukijua kwamba duniani kuna vita ambayo shetani anaendelea kuangusha wale wenye mioyo minyofu, wale ambao wanajitahidi kutenda mema, lakini shetani anakuja kupitia watu kwa sababu ya
atatuamsha, atatuweka juu kama alivyoweka Mfalme Daudi na kuwa mfalme wa wana wa Israeli. Na wewe na mimi katika maisha yako tutajaribiwa pale tutakapokuwa nyenyekevu, pale tutakapokuwa tunamtazama Kristo yule aliyetumikwa na kufuata mfano wake, ili tuweze wewe na mimi kufanikiwa katika maisha hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Endeni na amani. Tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana. Tawala Bwana, tawala Bwana, tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana. Tawala Bwana, tawala Bwana, tawala Bwana Yesu Kristo. Tawala Bwana, tawala Bwana, Tawala Bwana wa Maria. tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana, Mungu Baba kakupa vyote. Tawala Bwana, tawala Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naomba jitambulishe afu tuambie mawili matatu juu ya familia yako. Bwana, mimi naitwa James Miele. Ndio. Funga ndoa parokia ya Ukonga, namba za Steven
Nyalamila kufundisha siku kama ya leo. Ilikuwa ni siku ya tarehe 23, tuliomba baada ya misa tukafunga ndoa. Lakini ilikuwa ni ndoa nzuri pia kufanana na kila mtu alikuwa. Mwaka gani huo? Ilikuwa ni mwaka 2008. Tulifunga ndoa mwaka 2008, lakini tulianza kuishi kabla ya hapo. Kwa hiyo Mungu akawabariki watoto wangapi? Mungu ametubariki watoto 5, 2 wanajitafuta, washaajiriwa, wanafanya mambo yao, lakini 3 bado wanasoma, lakini huyo wa mwisho naye anasema ana wito wa upadri, kwa hiyo yuko kwenye seminari ya Mrezi St. Francis. Kwa hiyo tunaendelea kumuombea ili aweze kutimiza lengo lake, aweze kuishi katika wito anaohitaji. Auntie, naomba jitambulishe hapo, tuambie, tushirikishe furaha ya ndoa yako. Naitwa Mary Nico House, Mrs. James Miele. Ndiyo. Siku kama ya leo, tarehe 23 mwezi wa 11, 2008, tulifanikiwa kufunga ndoa takatifu kanisa la Ukonga. Kwa kweli tunashukuru Mungu, tumejaliwa kupata familia ya watoto 5. Katika hao watoto 3 ni wa kiume, 2 ni wa kike. Tunashukuru sana. Yaani Yesu wa Ekaristi anaweza na anatutegemeza, na mpaka bado tutaendelea tunazikana. Tunashukuru sana. Mpaka sasa kupata hiyo nguvu mkasonga mbele hadi leo. Nini siri ambayo unaweza kumwambia pia wanandoa wengine, hasa kina mama ambao pengine wako ambao wanakata tamaa mapema? Ukimtegemea Mama Maria anakuwezesha. Kwenye maombi, omba sana, ndoa inavita. Lakini ukiwa na Mama Maria anakusimamia na unavuka. Ndiyo. Kwa hiyo mama ninawashauri wamtegemee sana Mama Maria kwenye maombi yao, awapelekee maombi yao katika ndoa zao. Hongereni sana. Kaka, Padre amesema kila unapopiga hatua kunakuwa na mapande mbili. Kuna upande unaokuvuta kukushusha, kuna mwingine unakusaidia kukunyanyua. Katika hayo la mmoja tu unaweza kusema nini juu ya mahubiri ya baba yetu, baba paroko msaidizi siku ya leo? Kikweli ni kupambana kwa kweli katika mahubiri haya, kwa sababu vita hasa vita vya upande wa pili ambavyo vinakuvuta na kukatisha tamaa ni vingi sana duniani. Kikweli tuendelee kumuomba Mungu ili aweze kutujalia kupata mafundisho yake, ili basi tuweze kupata uchaji wa Mungu. Ndiyo. Auntie, na wewe moja katika hayo, vita haikosekani. Maana tuliambiwa majaribu, waraka wa kwanza wa Mtume wa Korinto sura ya 10 aya 12 hadi 14 inasema majaribu ni kawaida tu kwa mwanadamu, lakini Mungu ni mwaminifu, huwa hawezi kuruhusu mtu ajaribiwe kupita uwezo wake, kwamba pamoja na majaribu anamuonyesha njia ya kutoka. Hebu na wewe tushirikishe walau siri moja. Katika mahubiri ya baba amesema vita lazima ipo na ni pande mbili. Wewe unasemaje mahubiri ya baba siku ya leo? Mahubiri ya leo ni mazuri na yanatufundisha kwamba kuna vita. Kuna watu ambao watakupeleka sehemu nzuri na kuna watu ambao watakupeleka sehemu mbaya. Hivyo tunashauriwa tuwe na Mungu, tumkaribishe Mungu karibu. Vile vita ambavyo ni vibaya havitaweza kutusogea. Hivyo tumkaribishe sana Mungu katika familia zetu, katika ndoa zetu. Asante sana. Mama kakigeregere tu kuwashangilia.